Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu, na tutakuwa tukiendelea na darsa za Ramadhani, na leo tutazungumzia kula, yani wanaoruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini nikuombe kabla tujaendelea, usisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili watu wengine wapate kujifunza na kuelimika kupitia darasa zetu. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawazuoni wanasema al-iftaru fi ramadhana arba'atu anwa'in. Wanasema wanaokula katika mchana wa Ramadhani wapo sampuli 4. Yani wanaoruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu wa sampuli 4. Sampuli ya kwanza ni wajibun. Wapo watu ambao kula kwao mchana wa mwezi wa Ramadhani ni lazima. Kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima, kama fil haidhi wan nufasai, kama mwenye hedhi na mwenye nifasi, yani wanawake ambao wenye hedhi na wanawake ambao wenye nifasi, hawa kula kwao ni lazima. Yani mwanamke mwenye hedhi akifunga anapata dhambi, mwanamke mwenye nifasi akifunga anapata dhambi. Hawa kula kwao ni wajibun, kwa maana ya kwamba ni lazima. Hii ni sampuli ya kwanza ya watu wanaoruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Hawa ni wajibu kula kwao. Wajaizun, sampuli ya pili, jaizun. Jaizu maana yake yafaa. Kuna watu ambao kula mchana wa Ramadhani yafaa, sio lazima, sio lazima kula, wanaweza wakafunga, lakini wakila yafaa, ni jaiz, wala hawapati dhambi. Kama fil musafiri wal maridhi, kama msafiri na mgonjwa. Msafiri kula yafaa, kadhalika mgonjwa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani yafaa, kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika suratul Baqara aya nambari 184, anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ayyaman ma'dudati faman kana minkum marida au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Allah anasema faman kana, kwanza anaanza kwa kusema ayyaman ma'dudat, kwamba masiku ya Ramadhani ni machache, ni masiku yenye kuhesabika tu. Yani Allah hajatulazimisha sisi kufunga mwaka mzima, hapana, ni ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika, ni masiku machache. Sasa Allah anaendelea anasema faman kana minkum maridha, basi atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au msafiri, fa'iddatun, basi yahesabu yale masiku aliyokula yale au atakayokula, fa'iddatun min ayamin ukhar, ayahesabu yale masiku, atakuja kulipa katika masiku mengine baada ya Ramadhani kwisha. Kwa hivyo sampuli ya pili ya wanaoruhusiwa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani
ni msafiri na mgonjwa, ambao hawa kula kwao yafaa wala sio lazima. Kwa hivyo wakitaka wanaweza kula na wakitaka wanaweza kufunga. Labda awe ni mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona ugonjwa wake, huyu kula kwake itakuwa ni lazima. Lakini kama ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona, si lazima kufunga, yafaa kula, alafu baadaye akishapona atakuja atalipa. Lakini sampuli ya tatu wanasema wala huwa wajibun wala huwa jaizun. Sampuli ya tatu wala, sampuli ya tatu sio wajib kufunga na wala sio jaiz kufunga. Yani sio wajib kula, manake halazimishwi kula, wala jaiz, wala sio jaiz kwao, yani sio lazima wala sio haifai, yani yafaa, yafaa. Na asipofunga wala sio wajibu kwake kufunga, la huwa wajib wala huwa jaiz, sio lazima kwake wala sio jaiz kwake. Huyu ni mtu wa aina gani? Wanasema kama fil majnuni, kama mwenda wazimu. Mwenda wazimu kufunga kwake sio wajib, yani sio lazima, na wala kula kwake sio lazima, manake sio lazima, la huwa wajib wala huwa jaiz. Huyu ni mtu wa sampuli ya tatu ambaye ni mwenda wazimu. Akifunga hapati chochote, asipofunga hapati chochote, yani hapati dhambi wala thawabu. Afunge asifunge hapati dhambi wala hapati thawabu, la huwa wajib wala huwa jaiz. Na sampuli ya nne wa muharramun, sampuli ya nne ya wanaoruhusiwa kula mchana wa Ramadhani ni haramu. Kuna ambao kula kwao mchana wa Ramadhani ni haramu. Wa muharramun, na haramu. Kuna watu ndugu zangu, kula mchana wa Ramadhani ni haramu. Kaman akhara qadaa ramadhana ma'a tamakunihi hatta dhaqa alwaqtu anhu. Wanasema huyu ambaye kula kwake ni haramu ni kama nani? Wanasema kaman akhara, yani kuna watu kula kwao mchana wa Ramadhani ni haramu, kama aliyechelewesha qadhaa, kuilipa funga, let's say ya mwaka wa jana, amechelewesha kufunga, ana madeni ya mwaka jana, labda mwaka jana alipata dharura ya maradhi au alipata dharura ya safari, hakufunga siku 10 ama hakufunga siku 5. Kwa hiyo huyu kula katika Ramadhani ni haramu. Kaman akhara qadaa ramadhana ma'a tamakunihi, pamoja na kuwezekana kwake, yani aliweza kulipa Ramadhani lakini hakulipa mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, huyu kula kwake ni haramu. Hata dhaqa alwaqtu anhu, yani mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, mpaka ikawa ni dhiki wakati kwake yeye. Yani kwa mfano mwaka jana uliacha siku 10 hukufunga, labda ulikuwa msafiri, zikapita siku, Ramadhani ile imeisha, hukulipa, zikapita siku, zikabaki siku 10 iingie Ramadhani nyingine. Sasa hizi siku 10 ambazo pia mwaka jana hukuzifunga, unadaiwa hizi siku 10 hapa, ukila ni haramu, unatakiwa ulipe lile deni la mwaka jana. Ama mwaka jana uliacha kufunga siku 5, maybe ulikuwa msafiri, ulisafiri kwa muda wa siku 5, ulikuwa safarini. Baada ya safari yako ikapita miezi yote mpaka ikabaki siku 5 nyingine kuingia Ramadhani nyingine. Hizi siku 5 hapa ukila unaandikiwa dhambi. Kula kwako kwenye hizi siku 5 zilizobaki ambazo mwaka jana ukuzifunga, unadaiwa. Ukila, yani zimebaki siku 5 ingia Ramadhani nyingine, hizi siku 5 ukila wapata dhambi.
waandikiwa dhambi. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Kwa hivyo hizo ni sampuli 4 za watu wanaokula, sampuli 4 za watu wanaoruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumesema wapo ambao kula kwao ni wajib, kwa maana ya ni lazima, kama mwenye hedhi na msafiri, na wapo ambao kula kwao ni jaiz, kwa maana ya faa tu, sio lazima wale, wakitaka wanaweza wakafunga. Kama nani? Kama msafiri na mgonjwa. Na kuna watu ambao kula kwao sio wajib wala sio jaiz. Kama nani? Kama mwenda wazimu. Mwenda wazimu akila hapati dhambi mchana wa Ramadhani, wala akifunga hapati thawabu mchana wa Ramadhani, mwenda wazimu. Wa muharram, tumesema na sampuli ya 4 ni haramu. Kuna watu kula ni haramu mchana wa Ramadhani. Mwaka jana zimebaki siku 10, hukufunga, una deni la mwaka jana, ukapitisha masiku mpaka zikabaki siku 10 iingie Ramadhani nyingine. Hizi siku 10 zilizobaki ambazo ulitakiwa ufunge, ulipe lile deni, hapa ukila unapata dhambi. Sasa namna ya kulipa hawa watu, namna gani walipe hawa watu hizi funga zao? Kwa sababu kuna ambao watatakiwa kulipa, kuna ambao ya walazimu kulipa pamoja na kutoa fidia, na kuna ambao ya walazimu kulipa pasi na kutoa fidia, na kuna ambao ya walazimu kutoa fidia tu pasi na kulipa, na kuna ambao haiwalazimu kulipa wala haiwalazimu kutoa fidia. Hawa tutakuja kuangalia katika darsa ijayo. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.